mtu upewa pesa, bwana njoo utoke ushahidi, yuradhi mwenzake ahukumiwa jela maisha, ana watoto nyumbani, ana mke anamsubiria, ana majukumu, lakini wewe umepewa shilingi 2 ukaenda ukasimama pale na ukatoka ushahidi kwamba ni kweli alifanya, ni kweli aliiba, ni kweli, akahukumiwa kwamba wewe ni jela maisha, au akahukumiwa kunyongwa, au kamtia kwenye dhiki ambazo hakuzifanya. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake kitukufu akielezea madhara ya ulimi, kwamba ulimi ni kiungo hatari, na mwanadamu asione kila analolizungumza kwamba limesahulika, kwamba halikusajiliwa. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akatutahadharisha sisi waja wake na ummati Muhammadi kwa jumla. Mwenyezi Mungu akasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mwanadamu neno lolote isipokuwa neno lile kuna watu waliowakilishwa ambaye ni raqib na atid, na hawa huwa wanatembea na mwanadamu. Mmoja ambaye ni raqib yuko kwenye bega lako la kulia, na mwingine ambaye ni atid yuko kwenye bega lako la kushoto, popote pale unapokwenda. Huyu wa kulia huandika lile lema, lile jema zuri wewe unalolitamka huandika, na huyu mwingine wa kushoto na yeye huandika lile ambalo ni ovu wewe ulilolitamka. Sasa Mungu akaweka kama hadhari, ummati wangu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ujue kwamba huzungumzi chochote isipokuwa raqibun atid yuko pale anaandika. Na siku mutakapofika kwa Mola wenu, Mwenyezi Mungu atawaonesha mafeli yenu, mutaona pale, fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi. Sasa wakishaona yale yaliyomo pale ndani, wao wenyewe watasema, mali hadha alkitab, kitabu gani hiki? Hiki ni kitabu gani cha maajabu? Maajabu ya hiko kitabu ni gani? Wamesema, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu ambacho halijui dogo wala kubwa isipokuwa amesajili. Kitabu gani hiki? Mimi hapa nilizungumza tu kiutani tu kufurahisha watu, lakini ajabu ni kwamba lile neno nimelikuta liko pale ndani. Lakini Mwenyezi Mungu akatilia mkazo akasema, wawajadu ma amilu hadhira, watayakuta yale yote walioyatenda yamo mule, yako hadhir. Wala yadhlimu rabbuka ahada, wala Mola wako hamdhulumu mja wake hata mara moja. Ulimi ni kiungo hatari. Ulimi hutengeneza na ulimi huvunja. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallama alivyomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yemen kulingania na kuita watu
Mtume akamlekeza mambo mengi sana, amana za watu, usile kitu cha mtu, ameliana na watu kuzuri, ita watu katika njia mzuri. Mwisho wa maneno Mtume akamwambia, nisikupe chenye kumiliki haya yote niliyokuambia? Muadhi akamwambia, bala ya Rasulullah, nipe, nataka. Mtume akautoa ulimi wake nje, kisha akaushika kwa vidole viwili, kidole cha gumba na kidole cha shahada. Mtume akaushika ulimi wake, akamwambia Muadhi bin Jabal, kuffa alaika hadha, wewe ukitakufanikiwa upate kabuli, kuffa alaika hadha, shike ulimi. Ulimi ni kiungo hatari, kwa kuonekana kwamba ulimi ni kitu hatari, Mtume aliutoa akaushika, akamwambia Muadh, ushike huu. Na viungo vyote vinapoamka, vyote, idha asbaha ibnu adama, mwanadamu anapotupa mbaukiwa, anapotuamka kutoka kwenye malazi yake, fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, viungo vyote vya mwili vya mwanadamu, viungo 360 humwambia mwanadamu neno moja, humwambia ulimi neno moja. Viungo vyote vya mwanadamu, viungo 360 huzungumza neno moja kumwambia ulimi. Mwambia ulimi jambo gani? Humkumbusha ulimi, humwambia ulimi, ittaqillaha fina ya lisan, mwogope Mungu kwetu sisi. Wewe ulimi, wewe ndio unaotupeleka sisi. Fa innama nahnu bika, sisi ni wafuasi wako. Viungo vyote viliomo kwa mwanadamu, ulimi ndio mfalme, ulimi ndio mfalme. Unapopanga mambo yako hapa ya ubaranganyifu na nini, kisha mwisho kwenye kupokea, kama ni pesa, mkono utashiriki. Pesa zile zitakwenda zinunuliwe, kama ni chakula, ni ration, mdomo utashiriki, meno yakashiriki, tumbo tashiriki, mguu kwenda kutafuta utashiriki. Kwa hiyo viungo vyote vinapoamka humkumbusha ulimi jambo moja, ittaqillaha fina ya lisan, ogopa Mwenyezi Mungu kwetu ewe ulimi, kwa sababu fa innama nahnu bika, sisi tuko pamoja na wewe, sisi tuko nyuma yako, wewe ndio imam, wewe ndio imam. Fa inistaqamta istaqamna, wewe ukinyoroka vizuri na sisi tutanyoroka. Wewe ulimi ukiwa imara, na sisi tuko imara, na sisi tuko imara. Wa in i'wajajta i'wajajna, lakini jua wazi kwamba wewe ukiponyoka na sisi tumeponyoka pamoja na wewe. Ulimi ndugu zangu ni kiungo hatari. Angalia unalolisema lina manufaa gani, na angalia unalolisema lina madhara gani. Ikiwa ni la madhara, achana nalo. Na hadithi iliyopokewa na Abi Huraira, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Abu Huraira atuambia amepokea kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, qala, asema Mtume sallallahu alayhi wasallama asema, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, hutosha kwa mwanadamu kuwa madhambi kuhadithia kila alilolisikia. Na yote haya husababishwa na ulimi. Zungumza ulimi, sikio lisikie. Hutosha kwa mwanadamu
kuwa madhambi kuzungumza kile ambacho wewe utasikia na wewe uchukue uende useme, bwana fulani imetokea hivi na hivi na hivi, na wewe umelibeba vile vile, bwana fulani hivi na hivi na hivi, likifuatiliwa neno silo na wewe tayari ushalisambaza. Watu washasikia kwamba jamani, fulani bin fulani bin fulani mambo yamekwenda hivi, na kumbe ni ya urongo. Kwa sababu gani? Umeupa ruhusa ulimi uweze kutongoa na kwenda kuzungumza maneno ambayo hayafai, na Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyotukataza na kututahadharisha kwamba hutosha kwa mwanadamu kuwa kwake yeye hupata dhambi kuzungumza kila ambalo atalisikia mtaani na yeye aenda aliseme. Neno lile lina madhara, huenda likawa la muudhi yule unayesema, huenda jambo lile likawa la ukweli, lakini wewe ukaenda ukalisema, lina dhambi yake. Na huenda jambo lile likawa ni la urongo, na wewe ukavumisha uvumi, na mambo yakaenda kwa kasi, kisha mwisho yakawa yote yale yaliyosemeka yote ni ya urongo. Wewe uko kwenye hali gani? Umeuruhusu ulimi kuzungumza mambo ambayo hayapaswi ulimi kuongea, na yakakusababishia madhara, na yakakusababishia madhambi, na yakakusababishia utukivu kwa yule ambaye wewe uliokwenda kusema maneno yale. Hutosha kwa mwanadamu kuwa madhambi kuzungumza kila analolisikia. Waqala sallallahu alayhi wasallam, kisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatupa somo katika hadithi nyingine, akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Mungu wake kwamba Mungu ni mmoja na Mungu ndiye anayetuhukumu, Mungu ndiye anayetuandikia makosa yetu na thawabu zetu. Basi ikiwa ni kweli wamwamini Mungu na waiamini siku ya mwisho, kwamba wewe utafufuliwa, kwamba wewe utasimamishwa, na baada ya kusimamishwa utaulizwa, na kila unaloulizwa latakikani wajibu. Ikiwa ni kweli wamwamini Mungu na waiamini kwamba kuna siku ya mwisho, thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimuna, ikiwa waikumbuka hii siku kwamba utasimamishwa na watu watakwenda kushtakiana mbele ya Allah, ya Allah, huyu kanifanyia hivi na hivi na hivi, mbele ya Allah, mbele ya mahkama ya Mungu. Basi ikiwa waamini kwamba Mungu yuko na siku ya mwisho iko, Mtume akatuamrisha nini? Akasema faliyaqul khairan. Ukitongoa ulimi wako kuzungumza, zungumza ya kheri, zungumza ya kheri. Umetongoa ulimi, ukianza tu kusema, sema ya kheri. Au liyasmut, huna ya kheri, nyamaza, kwako ni bora. Huna ya kheri, nyamaza, nyamaza. Kule kunyamaza kwako ni usalama wako, na kule kuongea kwako kwenye jambo ambalo huna elimu nalo ni madhara kwako. Akasema mwenye kumwamini Mungu kwamba Mungu yuko na ametuwekea malaika raqibu na atid, na akatuambia ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hutongoi ulimi kuzungumza, ikiwa ni la kheri, raqibu anaandika kwa upande wa kulia, bega la kulia. Ikiwa umetongoa ulimi, umelizungumza ni la urongo, la uzushi, ujue kuna atid yuwa kuandikia, na kwamba Mungu yuko na siku ya mwisho iko. Basi tuzungumzeni ya kheri, hii yenye manufaa kwa jamii yetu, kwa watoto wetu, kwa wake zetu. Hatuna la kuzungumza, tunyamaze, tusiitengeneze baraza kwa watu tukawa sisi ni vichekesho
Mtu tu akituona kwa mbali ajua wazi mimi hapa nitacheka. Ucheke na nini? Ucheke la uongo. Kwa hiyo mwenye kuzungumza na mwenye kusikiliza wote watakuwa wako sawa. Zungumza ya kheri, hauna ya kheri nyamaza. Ndivyo Mtume alivyotufundisha sallallahu alayhi wasallam. Wa idha arafa almuslimu annahu muhasibun ala kalamihi, maana ya hii hadithi ni kwamba mwanadamu anapojua, Muislamu anapojua kwamba yeye atakwenda kuhisabiwa kwa maneno yake anayozungumza, ukiwa umejua hilo, basi asema kalla kalamu, maneno yake huwa machache. Shajua mimi kwamba haya maneno nikiyazungumza 10 haya, mimi haya yote naenda kuulizwa. Basi kalla kalamu, mtu yule maneno yake huwa machache. Penye 10 utazungumza 5 ya ukweli na 5 ya urongo, utaachana nayo. Kwa sababu gani? Umejua utakwenda kuhisabiwa, utakwenda kuhisabiwa. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, Umar ibn Abdul Aziz naye rahimahullah watuambia, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamahu ila fima ya'nihi, mwenye kuyahisabu maneno yake ni katika matendo yake mazuri. Yani ukajua kwamba mimi nikizungumza neno zuri ni katika matendo yangu mazuri, nikiongea neno ambalo kwamba ni baya, ili neno liko katika madhara ya maneno yangu. Basi Umar ibn Abdul Aziz asema man adda kalamahu min amalihi, mwenye kuhisabu maneno yake kwamba ni katika matendo yake, qalla kalamahu ila fima ya'nihi, maneno yake atakuwa machache kuachana na yale ambayo hayamuhusu. Utashikana na yale ambayo yakuhusu wewe. 5 haya mimi yanihusu na ushahidi nayo, mimi nimeyazungumza kutoka kwa Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa yatoka kwa Mungu na mtume wake na kwa maswahaba salafu na salih, najua wazi maneno haya ni matendo yangu mazuri na nitasajiliwa katika kitabu kizuri. Lakini iwapo kwamba maneno yale nimeyazungumza ni maneno ambayo hayako katika hisabu, hayako katika matendo yangu, basi maneno yale yatageuka kutoka kwa upande wa kulia yawe yatakuja kwa upande wa kushoto, kwa sababu umeyaingilia mambo ambayo wewe hayakuhusu. Na ukiangalia mambo ambayo wewe, ukiyaingililia mambo ambayo wewe hayakuhusu, basi ujue kwamba umejiandalia matendo maovu. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia sarahatan, min husni islamil mar'i, uzuri wa muislamu wa mtu, yani muislamu ili awe mzuri, awe mahabubu kwa Mungu na mtume wake na kwa ummati Muhammad, basi tarkuhu ma la yani, ni kuyaacha mambo yasiyomhusu. Bwana wewe umesikia jambo fulani fulani linaloelezwa, mama sina elimu nalo, kwa hiyo haya mambo tuwaache, tuwashike haya ambao kwamba sisi tuna elimu nalo. Wasikia fulani bwana amefanya la fulani, mimi silijui, ili liweke kando, tuzungumze lile ambalo kwamba twalijua. Tulizungumze lile ambalo twalijua. Na ulimi, ndugu zangu, ni hatari. Katika maafa makubwa yanaletwa na ulimi. Ulimi ni kiungo hatari, na katika athari moja ya ulimi ni alghiba, kusengenya. Kusengenya, na kusengenya huku Mwenyezi Mungu ametukataza mpaka ndani ya Qur'an, na akaleta mfano wa mwenye kusengenya ni kama mtu anayekula nyama ya ndugu yake maiti. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, suratul Hujurati aya 12, Mwenyezi Mungu asema wala yaghtab ba'dhukum ba'dha,
musisengenyane baadhi yenu kwa wengine. Ayuhibbu ahadukum, Mungu auliza swali, hivi mmoja wenu hupenda an yaakula lahma akhihi maita, kula nyama ya ndugu yake maiti? Yani maiti huyu hapa amekufa, ukawekewa hai mle, wewe utaweza? Basi Mungu asema fakarihtumu, basi lichukieni. Ikiwa huwezi kula nyama ya ndugu yako maiti, basi hili la kusengenya lichukieni. Kwa nini imeletwa mfano wa maiti, ndugu zangu? Kwa sababu maiti anapokufa huwa yuko na sisi? Hayuko na sisi. Na wewe unapomsengenya mtu vile vile huwa hayuko. Kuna tofauti ya mimi kukwambia jambo na Mtume ili sallallahu alaihi wasallama akaja akalileta, na katika miongoni mwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyotuwekea usalama baina ya muislamu kwa muislamu mwenzake, Mtume asema kullu lmuslimi ala lmuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muislamu kwa muislamu mwenzake lazima apate amani. Wewe upate amani kwangu na mimi nipate amani kwako. Tena amani katika nini? Katika damu. Usimwage damu ya muislamu mwenzako, wewe usimwage yangu na mimi simwage yako. Wa maluhu, usile mali yangu kwa dhulma na mimi nisile mali yako kwa dhulma. Wa irdhuhu, na umuheshimie muislamu mwenzako cheo chake, usikivunje cheo cha muislamu mwenzako. Walghibatu bima yatanawalu al-ardhu, na mtu kumsengenya mwenzake ni moja katika kumvundia cheo chake. Mtu kumsengenya mwenzake ni moja katika kumvundia cheo chake. Ndio Mtume akasema kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Hivi vitu vitatu mlindie muislamu mwenzako, brandi yake, damu yake isimwagike kwako isipokuwa kwa haki. Mali yake usipore isipokuwa kwa ile haki ambayo Mungu ametuwekea. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Na cheo usimvundie muislamu cheo chake, mwenyewe amekitengeneza kwa miaka na miaka, hajawahi sikiwapo maishani mwake. Yuko mara umemtilia uvumi muislamu huko hivi hivi, anasikia mambo. Wakati mwingine mtu aweza akapandwa na moyo akafa kwa sababu ya kumvundia nini? Ya kumvundia cheo chake. Ghiba ni nini? Mtume alitufundisha sisi tuijue ghiba. Watu wengi hawajui ghiba, akatupa taarifu ya ghiba kwa ujumla. Faqala lisahaba, Mtume akawaambia masahaba, atadruna mal ghiba, ninyi mwaijua ghiba? Masahaba wakajibu Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume wake ndiye anajua. Hata masahaba walikuwa wakijua jambo mbele ya mtume walikuwa hawajui, walikuwa wanataka maalumat ziada, wapate vitu vya ziada. Basi Mtume akawaambia ghiba maana yake dhikru akhaka bima yakrah, ni kumtaja mwenzako kwa analolichukia. Hii ndio ghiba, kumtaja mwenzako kwa analolichukia. Masahaba walivyosikia hivyo wakauliza swali. Qila, kukasemwa katikati ya masahaba pale, afaraaita in kana fi akhi ma aqulu, waonaje ya Rasulullah ikiwa nalolisema ndugu yangu yuko nalo? Fulani ni mwizi, na ni kweli ni mwizi, yuko nalo, kisha mimi nikasema kwa watu, bwana fulani ni mwizi. Angalia Mtume alivyolijibu hilo swali. Yani jambo unalo wewe, uko nalo hilo jambo. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqulu, ikiwa unalolisema yuko nalo,
lakini hukumwambia live, hayuko na wewe, ukamsengenya, faqad ightabtahu, wewe umemsengenya. Hakukuweko, ni kweli jambo analo, lakini hakukuweko pale. Wewe ukilizungumza, yeye alikuwa hayuko. Wa illam yakun fihi ma taqulu, na ikiwa jambo unalolisema yeye hana, faqad bahattahu, hakika umemzulia. walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Buhtani ni kitu kibaya sana. Faqad bahattahu, umemzulia, hakuwa nalo, wewe ndio umelitia kwamba fulani ni mwizi. Na jambo paka linapopatikaniwa ushahidi, huwa tayari kile cheo chako kwa watu kimevunjika. Paka ijulikani wapo wangapi waliofungwa jela miaka na miaka, kisha kesi ikifuatiliwa, ikiangaliwa, mbwa bwana alikuwa hana kosa, ifalie nini? Ulimi. Wangapi wanaozitumia ndimi kwa njia mbovu. Mtu upewa pesa, bwana njoo utoke ushahidi, yuradhi mwenzake ahukumiwa jela maisha, ana watoto nyumbani, ana mke anamsubiria, ana majukumu, lakini wewe umepewa shilingi 2, ukaenda ukasimama pale na ukatoka ushahidi kwamba ni kweli alifanya, ni kweli aliiba, ni kweli, akahukumiwa kwamba wewe ni jela maisha, au akahukumiwa kunyongwa, au kamtia kwenye dhiki ambazo hakuzifanya yeye. Kule dhiki, mawazo ya watu wote waliokuwa wakimwamini yamebadilika, na kule yeye yamuumiza moyo. Yasababishwa na nini ndugu zangu? Ulimi. Ulimi ni kiungo hatari. Ulimi ni kiungo hatari. Ndio Mtume akaushika ulimi akamwambia Muadh, kufa alaika hadha, wewe mimi nakutuma kwenda Yemen uende ulinganie, lakini nakupa mfalme wa yote hayo niliyokueleza. Katika 100 niliyokueleza, basi hili ni 101 ambalo ndio imamu, ni ulimi. Akautoa ulimi wake nje, akaushika, akamwambia kufa alaika hadha, ushike huu, ushike huu. Muadh akauliza, ya Rasulullah, wa inna la muakhidhuna bima natakallamu bihi, kwani haya tunaozungumza tu sisi Mwenyezi Mungu atatuhukumu nayo? Mtume akamwambia, thakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, wale ambao kwamba ni mahasidi wa ndimi zao ndio watateketea, kwa sababu ndimi zao ndio zilikuwa ni sababu ya wao kuteketea. Na tumesema hapa kwamba viungo vyote vinapoamka asubuhi, viungo vyote vya mwili vinapoamka asubuhi, mwambie ulimi jambo moja, ittaqillaha fina ya lisan, ulimi muogope Mungu kwetu, fa inna ma nahnu bika, sisi tuko nyuma yako, wewe ndio imamu. Fa in istaqamta istaqamna, wewe ukisimama wima na sisi tumesimama. Wa in i'wajajta i'wajajna, na wewe ukiponyoka ukatoka kwenye barabara, ujue na sisi nao tumekufuata wewe. Kwa hiyo wewe ndio nahodha. Hii yatupa ndugu zangu, tuwe na hadhari na ndimi zetu, tuwe na hadhari na maneno yetu. Tuangalie maneno ya Mtume, tuyazungumze ya kheri. Ikiwa tunayo, hatuna, tunyamaze, ndio itakuwa ni ubora kwetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati bima fihi wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.